tarafa, askofu kiongozi wa ibada atamwomba askofu mteule aonyeshe hati ya uteuzi. Askofu mteule ataionyesha hati hiyo kwa wahashamu maaskofu wakuu, wahashamu maaskofu, mapadre wa halmashauri ya jimbo, halafu atakabidhiwa katibu wa jimbo. Kuhusu hali ya huduma za kijamii, kwanza kama ilivyokuwa nilivyosema wakati wa juu ya imani, hata upande wa huduma za kijamii wamisionari walijenga misingi ya huduma za kijamii kwa kuweka hospitali, vituo vya afya na pia zahanati. Utaona karibu parokia zilizo nyingi kuna zahanati na baadhi ya parokia kuna vituo vya afya na tuna hospitali chache. Mpaka sasa tuna hospitali kubwa 2 za jimbo, lakini pia kuna hospitali ambazo zinamilikiwa na mashirika kitawa kubwa, ziko 2. Moja iko na wamisionari wa Consolata, lakini pia masista wa Benedictine wanayo hospitali pia ambayo inahudumia watu ndani ya jimbo. Lakini pia kuna hospitali ambazo ni za serikali. Tuna hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini tuna hospitali pia kwa ajili ya mkoa wa Njombe, na kuna hospitali zingine za watu binafsi pia ambazo zingine ni mpya zinajengwa na zingine za zamani. Kwa hivyo tunaona upande wa huduma ya afya kwa kweli ingawa bado tunahitaji hasa katika kuboresha vifaa tiba na wataalamu ili kuweza kuwa na huduma ambayo ina viwango vile kadri ya mahitaji ya sasa. Kwa hivyo mimi nadhani si mbaya, huduma za afya zinaendelea vizuri. Upande wa elimu pia tuna shule za jimbo, kutoka shule ya chekechea mpaka sekondari. Tunazo za jimbo, lakini pia zipo zile za watu binafsi ambazo zingine zimekuwa chini ya mwavuli wa jimbo, lakini zipo ambazo haziko chini ya mwavuli wetu, lakini zipo zingine za watawa, lakini zipo pia na shule za serikali. Kwa hivyo kwa ndani ya jimbo letu tunaona huduma za jamii na hasa upande wa elimu na afya tunaona zipo za kutosha, lakini tunahitaji kuboresha zaidi tunapoenda mbele, na hasa baada ya upande wa elimu mitaala kubadilika, tunahitaji kuona namna gani tuendane na mitaala hiyo hasa kwa shule zetu za jimbo. Na makundi maalumu, sisi tungeweza kusema tuna zaidi sana, tungeweza kutaja watoto yatima ndio pengine tungeliona kama kundi maalumu, na hapo tuna vituo vya watoto yatima ambavyo vinamilikiwa na jimbo, lakini pia mashirika ya kitawa nayo yanamiliki vituo na kuendesha vituo vya watoto yatima, na pia upande wa madhehebu mengine yanayotuzunguka pia yana vituo vya watoto yatima. Lakini kwa watu wa makundi maalumu tuna hospitali pia inayohudumia watu wenye viungo tengevu. Hii ni hospitali ambayo inasaidia watoto ambao wamezaliwa labda wana shida miguu imekaa matege au miguu imepinda. Wakiwa na umri mdogo, hospitali ina uwezo wa kuwafanya watoto wale wawe na miguu sawa na watoto wengine waliozaliwa vizuri. Kwa hivyo mimi nadhani tunajitahidi kuhakikisha kwamba hata katika huduma kwa watu wenye mahitaji maalumu
hiyo hospitali kwetu tunaona ni mchango mkubwa kwa ndani ya jimbo, lakini pia kwa taifa zima. Ningesema kwa huduma za jamii ningeishi hapo. Hasa upande wa hospitali na hasa niliyotaja kwa ajili ya watu wenye ulemavu utengevu, viungo tengevu, huko ndio tunataka kuboresha zaidi hospitali, kuweka facilities zaidi katika maana ya majengo na vifaa tiba. Hiyo ndio tuko sasa na wadau, tunakisaidiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma hiyo. Na upande wa elimu labda kwa sasa ni kuhangaika kwa ajili ya kuendana na mitaala hii ambayo imebadilishwa. Ndio hiyo mikakati, ndio hiyo tunafanya namna gani tuendane na mitaala ya sasa ili tuweze kutoa huduma ile inaendana na matakwa ya sheria katika nchi yetu. Kwa hiyo kwa mabadiliko tunayofikiri ni hayo upande wa huduma za jamii. Kuhusu majitoleo na hasa ulivyotaja zaka, sadaka, mavuno na ujenzi wa makanisa, tunaendelea kijimbo. Tuna kitu kinaitwa tegemeza jimbo ambalo waumini wote pamoja na taasisi mbalimbali tunashirikiana kwa michango na tunakutana katika mwezi mmoja, tunaadhimisha misa kama ya shukrani kumshukuru Mungu, lakini pia wanawasilisha kutoka parokia mbalimbali na taasisi, na tumekuwa tukikua toka ilipoanza wakati wa hayati Alfred Maluma askofu wetu. Pole pole imekuwa ikipanda, tunaona kila mwaka kuna ongezeko, na safari hii imeexcel kwa kiasi kikubwa. Watu wamejitoa sana katika tegemeza jimbo, lakini pia upande wa zaka na sadaka tunaona taarifa hii inaratibiwa na kila parokia. Tunapopita huko tunaona mwamko wa watu ni mkubwa katika kuchangia kwa kupitia zaka kama fungu la 10 kama inavyodai kanuni, lakini pia upande wa sadaka zile ambazo kila mmoja anachangia kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kwa hivyo vitu hivi vinaendelea, vinahitaji tu watu kujua mnapokusanya mnafanyia nini. Hili ndio jambo ambalo tunajaribu na tunayo kamati ya fedha na kamati ya tegemeza jimbo. Kamati ya fedha kazi yake wanapanga bajeti, lakini ni kuandika pia ile taarifa ya mapato na matumizi. Kwa hiyo ni fedha mmekusanya, je, imefanya nini? Kwa hiyo baada ya mwaka kupita lazima tutoe report kwa waamini kwamba tulikusanya kiasi hiki na kiasi hiki kimetumika namna gani na kimeendana namna gani na bajeti ile ilikuwa imepangwa. Hiyo na ndio madai ya waamini wengi, wanasema sisi tuko tayari kuchangia kwa jimbo letu, lakini kila mara uwazi katika makusanyo yale na matumizi ya zile pesa ambazo zimekusanywa. Kwa hiyo hiki ndicho tunachofanya katika ngazi ya jimbo, lakini tunajaribu kuhamasisha hata katika parokia zetu wawe na kamati hizi, wawe na uwazi, kuweka vizuri mambo haya, watu waone ni kwa namna gani wamechangia na kwa namna gani kiasi walichochangia kimesaidia maendeleo, iwe ni jimbo au katika parokia. Kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo. Hao wanaume wataenda mbinguni sijui kwa njia gani siri, kwa sababu